أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Mheshimiwa Shekhe wa mkoa wa Simiyu, Shekhe wetu Shekhe Isa Kwezi na mwenyekiti wa Shiwamat, Mheshimiwa Shekhe Msafiri Kitumbo, mwenyekiti wa Jukusuta mkoa wa Shinyanga, mratibu wa Shiwamat na mhamasishaji wa hija kanda ya Ziwa, mteule wa mufti na shekhe mkuu wa Tanzania, waheshimiwa viongozi wetu kutoka Nzega, akiwemo mwalimu wangu Mwalimu Rashid, Mheshimiwa Sheikh Balilusa bin Khamis ambaye yeye ni mwenyekiti wa halmashauri ya BAKWATA mkoa wa Shinyanga, lakini mwenyekiti wa kamati ya amani mkoa wa Shinyanga, Mheshimiwa baba yetu Mzee Alei, mwenyekiti wa halmashauri ya BAKWATA wilaya hii ya Shinyanga, waheshimiwa viongozi wa taasisi mbalimbali, wenyeji wetu ambao mmejaliwa kuhudhuria hadhara hii, kina baba na kina mama, walimu wa madrasa, wanafunzi, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa ujumla wenu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nukta yangu ya kwanza ni shukurani kwa viongozi wa kata ya Mufti Simba, na pongezi kwenu kwa kuweka utaratibu na utamaduni wa kata kuwa inafanya maulidi, na maulidi hayo yanafanyika kwa mzunguko. Hongera sana Sheikh Balilusa bin Khamis. Katika pongezi hizo pia niwapongeze Waislamu wa eneo hili kwa kuwa na msikiti mzuri, iwe umetokana na zile juhudi za kila Jumapili, iwe zimetokana na ufadhili, iwe imetokana na nyinyi wenyewe, lakini tunawapongeza sana. Mwenyezi Mungu awabarikie. Ndugu zangu, pia nianze kwa kumpongeza Sheikh Abubakar bin Athman hafidhahullah. Leo katuthibitishia kazi anayoifanya, lakini katuonyesha si binafsi. Baadhi yetu mashekhe huwa hatukubali kwamba fulani anajua. Moja ya ugonjwa tulionao ni huo kwamba mtu hawezi kutaja mazuri ya mwenzie. Sasa hatujui ni kipimo gani tumweke huyo mtu, labda ana hasadi, ana hichi, ana akidi, ana kwa mahamakana. Leo umetuthibitishia kutambua nafasi ya Sheikh Zaidi, lakini pia umetuonyesha kazi unayoifanya. Ombi langu isiishie leo, na uwe utamaduni. Sijisifu mimi mwenzenu Mwanza nafanya hivyo. Una wanafunzi, unataka useme wewe, mnyanyue sema. Sisi tumelelewa na mashekhe, tumewaona kina Sheikh Alfan Kiumbe, kina Sheikh Abdul Muhsin Kitumba, mtu ananyanyuliwa sema. Kadri unavyomnyanyua ukamsemesha mbele yako, wewe uko hai, wazazi wake wanaona, ni hamasa pia kwa wengine. Kwa hiyo huo ni utamaduni. Haijalishi ni shughuli gani, kilio, harusi, maulidi, weka mtoto, sema dakika 3, sema dakika 5. Nilichotaka kuzungumza leo, naenda kwenye mazungumzo yangu, ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume anasema atafakuru saa khairun min ibadati sana. Yani ninachokusudia hapa mazungumzo yangu, kufikiri. Yani ukipata fursa ya kuwa unafikiri
unatafakari. Mtume anasema kutafakari saa moja ni bora kuliko ibada ya mwaka mzima isiyokuwa na tafakari ndani yake. Hadithi hii ndio msingi wa maisha. Mtatusamehe, kuna wale wapenzi wa kwenye maulidi tumueleze mtume alivyokuwa, uzuri wake, weupe wake. Hao kina Shekwezi wametulazimisha sasa tubadilishe staili. Ni lazima tuzungumzie maisha ya mtume, mafundisho ya mtume. Shekwezi amezungumzia hapa hatari iliyopo kwa wanawake, baadhi yao kumtukana mwanamke mwenzao. Rais Samia ni mwanamke, mama, lakini anatokea mwanamama kwenye mitandao ya kijamii anamuadhiri mama. Lakini kijana wa Kiislamu badala ya kutafakari hii klipu ambayo imemtukana rais wa nchi, je, naweza kuendelea kuishare kwa watu? Mtume wako anakufundisha nini? Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, yoyote mwenye kusaidia maasi japo kwa kipande cha neno, naye huwa ameshiriki. Aliyetukana ni fulani, lakini kaweka mtandaoni, wewe unachukua unashare na wewe kwenye magrupu, na wewe umetukana. Hivi kama yuko wa kumlinda Rais Samia kwa Tanzania, mtu wa kwanza alitakiwa awe mwanamke. Mwanamke ni kiumbe mwenye thamani. Maki mwanamke ndio mzazi namba moja. Mungu anasema waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana. Ametangaza Mola wetu tayari, kisha hukumu Mola wetu asiabudiwe yoyote isipokuwa yeye Allah, lakini wa bilwalidaini ihsana, wazazi wafanyiwe wema. Sasa mmoja wa wazazi sio baba tu, ni mama. Huyu mama ndio aliyohangaika kuweka tumboni. Leo anatokea mtu anamtukana mama. Kwa watu waliolelewa, mama sio mama tu aliyekuzaa, hata yule mwenye rika moja na mama yako. Baba sio baba tu aliyekuzaa, hata yule mwenye rika moja na baba yako naye ni baba. Kijana wa Kiislamu, amka. Atafakuru saa khairu min ibadati sana. Kufikiri saa moja ni bora kuliko kuabudu mwaka mzima bila tafakari. Namaliza. Bwana Mtume anasema idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu. Wewe Muislamu, wewe amka. Unapotaka kufanya jambo lolote, liwe la kifamilia, liwe lako binafsi, liwe la mtaa, liwe la katika dini, liwe la katika michezo, liwe la kisiasa, liwe la kikazi, liwe la uvuvi, liwe la ukulima, jambo lolote, Mtume anasema unapotaka kufanya jambo lolote, fatadabbar aqibatahu, tazama mwisho wake. In kana khairan famd, jambo hilo ukishalitafakari likiwa na khairi fanya, wa in kana sharra fantahi, likiwa la shari acha. Leo anatokea mtu anawaambieni 29 Oktoba ni siku ya kwenda kupiga kura. Na katika hili Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania amewataka Waislamu siku hiyo tutoke tukapige kura. Waislamu ni wa Tanzania kama alivyo Mtanzania mwingine. Waislamu nanyi mna haki ya kupiga kura, kwa sababu kupiga kura Tanzania ni haki yetu ya kikatiba na imetengwa kwa mujibu wa katiba. Kila baada ya miaka 5 tuna haki ya kuchagua viongozi. Anatokea mtu mtandaoni, tena kwa masikitiko hayuko Tanzania, anawahamasisheni nyie mlioko Tanzania kwamba tarehe 29 badala ya kwenda kupiga kura tokeni kwenye maandamano. Halafu kijana wa Kiislamu hata tonge lake mkate wake hana. Kijana wa Kitanzania huyu hata mkate wake anapoupata anajua Mungu. Huyu kijana anasema najiandaa na mimi nitatoka, kitanuka siku hiyo. Wakati unasema kitanuka, jeshi la polisi linasema na sisi hatukubali. Kati yako na jeshi la polisi nani atakuwa mshindi? Unatoka unasema unakwenda kwenye maandamano, unakutana na watu walioapa kuilinda nchi, wanasema hauandamani.
wanatumia njia zao walizofundishwa kukuziwia usiandamane. Inatokea katika njia zile za kujilinda na kuhakikisha wewe hauleti fujo au haribu amani ya nchi, mguu kocha. Mwenye hasara mama yako, baba yako, au yule aliyoko mtandaoni aliyokuambia ukaandamane. Akili za kuambiwa changanya na zako. Mwisho kabisa, kipo kisa. Kuna mnyama anaitwa dubu. Dubu ni mnyama mkubwa sana, lina nguvu sana. Yule mnyama alikuwa na rafiki yake. Kamkuta rafiki yake ameanguka. Unajua ukianguka unatoa mate na kutoka povu linamwaika. Kuna watu pia hilo povu ni riziki yao. Kuna viumbe ni riziki yao. Miongoni mwa viumbe hao ni nzi. Nzi wamemjaa yule mtu pale. Wenyewe wanapata riziki pale. Lile dubu likaamua kwenda kumuokoa rafiki yake. Memkuta kalala. Sasa tutamsaidiaje? Dubu kwa akili zake akaenda akachukua jiwe kubwa sana. Hawa nzi wasilete ghasia kwa rafiki yangu. Akanyanyua lile jiwe lenye kilo 300. Akafika na mshindilia pale. Kwa maana anawaua. Yeye akidhani anamuokoa nani? Rafiki yake. Sasa wewe tafakari. Unadhani kumsaidia rafiki yako, mpenzi wako, ni staili hiyo ya dubu? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tuliojaliwa kushiriki hadhara ya leo kwa nukta zilizofikishwa na mashehe zetu. Kuna vitu ambavyo tutakuwa tumeondoka navyo.